Ni Rais Samia, makamu wa rais, waziri mkuu, ni vitu ambavyo vingia akilini. Hawa watu hawezi kuwa mashahidi kwako. Wewe mashahidi kwako kwa logic ipi? Kwa maslahi gani? Kwa hiyo mimi naona kwamba kapoteza mwelekeo, na sasa tumeomba dua humu, tumeomba dua kubwa kuombea watu wema, kuiombea serikali na sisi wenyewe. Sasa ndio tunatoka kufanya kazi. Sawa. Na tukio la dua leo kwa ina hamasa kubwa. Tumeona posti nyingi ambazo zilikuwa zikipostiwa katika msikiti wa Taqwa, umekuwa ndio msikiti pendwa kwa kwenu. Kuna eneo hili linafaa kufanya hivyo. Una mtazamo gani au unawaambia nini Waislamu na wasiokuwa Waislamu juu ya wale ambao waliotetea dini yao, waliokuwa wakifundisha maadili mema katika miaka hiyo ambao walikuwepo na sasa hivi hatuko nao? Kwanza tunaombea Mwenyezi Mungu watu waliokufa wakiwa waaminifu katika dini na katika nchi. Tunaombea sana Mwenyezi Mungu afanyie wepesi. Kwa hiyo tumesema hivi ndio tumeanza. Tukitoka hapa tunaanza msikiti kwa msikiti. Msikiti kwa msikiti kuzungumza na Waislamu na kuwataka Waislamu na Watanzania wote tuungane kwa pamoja, tushirikiane, tusikubali kugawiwa kwa ajili ya madhehebu, kwa ajili ya dini, kwa ajili ya rangi au ya kisiasa. Tuungane kama taifa moja, tusapoti serikali. Yaani serikali kusapoti ila ina ubishi. Hii nawaambia kabisa Watanzania, kusapoti serikali ni sehemu ya ibada. Naam. Kwa hiyo hatuna pingamizi wala hatuna tatizo lolote. Kusapoti serikali, kusapoti nchi ni jambo ambalo lipo kikatiba, lipo kidini. Na dini bila uzalendo sio dini. Ni uhuni. Dini bila uzalendo sio dini. Ili uwe na dini lazima uwe na uzalendo. Naam. Asanteni sana, washukuru ndugu zangu. Maalim Kais TV ni channel inayokuletea mafunzo na mambo mbalimbali yanayohusu Uislamu. Itakufunza mahali mema katika jamii, kinachotakiwa kufanya. Usisahau kusubscribe, kushare pamoja na kucomment ili uweze kunufaika na kila kitu.